Kiongozi mwingine wa Chama cha Mapinduzi ameaga dunia na kuongeza idadi ya wale ambao wameaga mwaka huu katika chama cha CCM. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Ni pigo jingine kwa siasa za Zanzibar ambapo kiongozi mkongwe wa Chama cha Mapinduzi aliyewahi kutumikia jiji kwa uadilifu na kujitoa ameaga dunia. Leo Aprili tarehe 7 mwaka huu, Chama cha Mapinduzi akimezama katika majonzi kufuatia kifo cha aliyekuwa meya mstaafu wa jiji la Zanzibar Mahamud Mohamed Musa aliyefariki dunia Aprili tarehe 6 mwaka huu, na kifo chake kimeacha pengo kubwa si tu ndani ya chama hicho bali pia katika uongozi wa kijamii na kisiasa visiwani Zanzibar. Ni siku ya majonzi kwa wanachama wa CCM, viongozi wa serikali na wananchi wa Zanzibar kufuatia kuondokewa na mtu mmoja wa viongozi waliotajwa kuwa nguzo muhimu katika maendeleo ya mji na ustawi wa jamii. Marehemu Mahamud Mohamed Musa anakumbuka kama kiongozi aliyekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda za maendeleo ya wananchi, hasa katika ngazi ya serikali za mitaa. Na katika maisha yake ya utumishi wa umma, Mahamud Musa alijijengea heshima kubwa kutokana na uongozi wake uliotawaliwa na nidhamu, uwajibikaji na maamuzi yenye kuzingatia maslahi ya wananchi. Alikuwa kiongozi aliyesikiliza wananchi, akishirikiana nao katika kupanga na kutekeleza miradi ya maendeleo, na ni jambo lililomfanya kuwa karibu sana na jamii aliyokuwa akihudumia. Kupitia nafasi mbalimbali alizowahi kushika ndani ya chama na serikali, mchango wake ulionekana wazi katika kuimarisha miundombinu ya miji, kuboresha huduma za kijamii na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wananchi. Alipokuwa meya wa jiji la Zanzibar, aliweka msisitizo mkubwa katika usafi wa mazingira, upangaji bora wa mji na vilevile upatikanaji wa huduma muhimu kwa wakazi wa jiji hilo. Aidha, alihudumu pia kama mwenyekiti wa baraza la wawakilishi, nafasi ambayo ilimpa fursa ya kushiriki katika maamuzi muhimu ya kisera na kimaendeleo. Katika kipindi chake cha uongozi, alijitahidi kuhakikisha kuwa sera zinapopitishwa zinawagusa wananchi moja kwa moja na kuchangia kuboresha maisha yao. Kifo chake kimeelezwa kuwa ni pigo kubwa kwa maendeleo ya Zanzibar, hasa ikizingatia uzoefu wake mkubwa katika uongozi wa mchango wake katika kujenga misingi imara ya utawala bora, na wengi wanamkumbuka kama kiongozi aliyekuwa na maono ya mbali, aliyekuwa tayari kusimama kwa ajili ya haki za maendeleo ya wananchi wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba katika ujumbe wake wa rambirambi alieleza masikitiko makubwa kufuatia msiba huo, akisisitiza kuwa taifa limepoteza kiongozi aliyekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii. Kwa mujibu wa Waziri Mkuu, marehemu Mahamud Musa alikuwa mfano wa uongozi bora aliyejitolea kwa dhati katika kuwahudumia wananchi wake. Aliongeza kuwa kazi ya jitihada zake katika siasa na utumishi wa umma zitaendelea kuwa dira kwa viongozi wa sasa na vizazi vijavyo. Aidha, alitoa wito kwa Watanzania kuungana na familia ya marehemu katika kipindi hiki kigumu, akisisitiza umuhimu wa mshikamano wa kijamii wakati wa majonzi. Alieleza kuwa ni muhimu kwa taifa kuenzi viongozi waliotoa mchango mkubwa wa maendeleo ya wananchi kwa kuhakikisha kuwa miradi na mipango walioanzisha inaendelea kutekelezwa. Kauli hii imeungwa mkono na viongozi wengine wa kisiasa na kijamii waliomwelezea marehemu kama mtu aliyekuwa na moyo wa kujitolea, aliyechoka katika kutafuta suluhisho na changamoto za wananchi. Wamesisitiza kuwa urithi wake unapaswa kuhifadhiwa na kuendelezwa kwa vitendo badala ya maneno pekee. Kwa wananchi wa Zanzibar, kifo cha Mahamud Musa si tu kupoteza kiongozi bali ni kupoteza mlezi wa maendeleo yao.
Wengi wao wanakumbuka jinsi alivyokuwa karibu nao, akisikiliza changamoto zao na kuchukua hatua za haraka kuzitatua. Na katika maeneo mbalimbali ya jiji, miradi iliyosimamiwa na marehemu inaendelea kuwa ushahidi wa kazi yake, kuanzia maboresho ya barabara za mtaa hadi huduma za maji na usafi wa mazingira. Mchango wake unaonekana wazi katika maisha ya kila siku ya wananchi. Wananchi wengi wameeleza kuwa marehemu alikuwa kiongozi wa vitendo, asiyeishia kutoa ahadi bali anayehakikisha kuwa utekelezaji wake. Hali hii imeacha alama ya kudumu katika mioyo ya wengi ambao sasa wanahisi pengo kubwa kufuatia kifo chake. Na kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, mazishi ya marehemu Mahmoud Mohamed Musa yanatarajiwa kufanyika siku za karibuni visiwani Zanzibar. Hafla hiyo inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, wanachama wa CCM pamoja na wananchi kutoka maeneo tofauti watakaokusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Mazishi hayo yatakuwa si tu tukio la kuaga mwili wa marehemu, bali pia fursa ya kuenzi maisha yake, mchango wake na urithi alioacha katika jamii. Viongozi wamehimiza wananchi kushiriki kwa wingi ili kuonyesha heshima na shukrani kwa kiongozi aliyewatumikia kwa moyo wote. Na katika kipindi hiki cha maombolezo, familia ya marehemu imeombwa kupewa faraja na msaada wa hali na mali, huku viongozi wa dini wakihimiza kuendelea kuombea ili waweze kuvumilia msiba huo mzito. Kifo cha Mahmoud Mohamed Musa kitabaki kuwa ukumbusho wa umuhimu wa uongozi unaojali wananchi na maendeleo yao. Ni safari iliyokamilika, lakini alama alizoacha zitaendelea kuishi. Na kwa sasa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla zinaomboleza, zikikumbuka si tu kiongozi bali pia mfano wa kujitoa, uwajibikaji na uzalendo. Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji, kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi, zidi kutusupport kwa taarifa zetu kama kawaida, na vile gonga alama ya kengele ndipo upokee taarifa hizi first hand kila wakati tunapokuletea taarifa hizi.